nchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995. Na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo Mheshimiwa Mbowe ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116 na 2020 tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria. Hakuna. Hakuna mtu aliyethubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatuwezi kukubali. Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi, ndio bana wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka yote, awamu zote 6 ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote CCM ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki. Nataka niseme, unaweza kusema yote kwenye nchi, lakini mimi Salome Makamba ni Msukuma wa Shinyanga. Sina pa kwenda. Pasipoti nimepewa na bunge ya kusafiria kwenda nje ya nchi. Sina pa kwenda. Mama yangu, familia yangu haina pa kwenda. Hatuwezi kuhamasisha uasi kwenye nchi hii. Kung'ang'ania kitu kisichowezekana, kung'ang'ania kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi, imebaki miezi mitatu twende kwenye uchaguzi, unang'ang'ania hatuwezi. Na mtu ni mwanasheria, wote tunajua humu ndani utaratibu wa utungaji wa sheria, utaratibu wa kurejea sheria una namna yake ambao unahitaji muda. Ni lazima tutebo mara ya kwanza, ni lazima tutebo mara ya pili, ni lazima watu watoe maoni, ni lazima watoe maoni wananchi. Huo mchakato anataka mtu ametia mpira kwa pani. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naungana na wale wanaojiita sijui G55 nani. Mimi naenda kugombea na nitarudi humu bungeni. Na nimwambie Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeona mmeongeza bajeti. Baba, ongeza mpunga, leta ballot paper, leta maboksi, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. Leta maboksi, tuko tayari kwa uchaguzi. Haiwezekani mtu mmoja aye ndo anaamua hii nchi leo, iwe Jumapili, kesho iwe Jumatatu, anaongea yeye, mwanaume yeye, kibaunsa yeye. Hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambia kitu kimoja. Mimi Salome na wananchi wa Shinyanga, hasa kina mama, tunasema hivi, yote yametekelezwa. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu. Tumeyasubiri maboksi kwa muda mrefu, maboksi ya kura kwa ajili ya kuhakikisha tunapiga kura, tunamvika huyu mama nguo, tunamfuta machozi kwa kazi kubwa aliyoifanya na kutukana kwa ajili yetu sisi wananchi wake. Walisema yote, mara ameuza bandari, mara si mama amefanya. Sasa hivi wameshia kusema mama akifungua pochi mambo yanatekelezwa. Mimi niko kamati ya TAMISEMI Mheshimiwa Mwenyekiti. Niko kamati ya TAMISEMI. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi hii, kwa mara ya kwanza nimeshuhudia kwa macho yangu jengo la mama na mtoto. Mimi na watoto Mheshimiwa Mwenyekiti. Jengo la mama na mtoto. Yaani ukishindwa kujifungua kawaida, chumba kinachofuata unaweza kufanyia operation. Chumba kinachofuata kama mtoto wako ni njiti, unaweza kumweka kwenye chumba cha watoto njiti. Chumba kinachofuata kama umefanyia operation unaweza kupumzishwa pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya mambo tuliyaona lini haya? Haya mambo
mambo tuliyaona lini? Hatuwezi kukubali. Jeshi la Ulinzi na Usalama lipo. Kaka yangu Bashungwa, mambo ya ndani upo. Tekelezeni wajibu wenu. Hii nchi ni ya demokrasia. Kuzuia uchaguzi ni uhaini na hatuwezi kukubali. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, nikwambie tu ukweli. Huyu jamaa anataka kutupiga changa la macho. Chama chochote cha siasa lengo lake namba moja ni kushika dola. Lengo lake namba moja. Sisi hatufanyi kazi ya uharakati hapa. Sisi mimi najua siasa ni kushika dola. Haiwezekani hata siku moja. Wamekaa nje huko. Leo watu waendelee kukaa nje huko. Hatuna kambi rasmi ya upinzani. Hatuwezi kurudi bungeni kama wabunge. Alafu unasema sisi ni wanasiasa. Hapana. Ni lazima tushike dola. Wabunge wenzangu walioko nje naungana nao. Lazima turudi humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Lazima tukae humu ndani kama tulivyokuwa zamani. Serikali ishauriwe, ipokee ushauri. Na sisi tushauriwe, tupokee ushauri. Tulijenge taifa moja kwa umoja. Hiyo ndio kazi ya chama cha siasa. Na wawakilishi wa wananchi, huwezi kuwakilisha huko kwenye majukwaa, na maana unaona huko wanakofanya haina tija. Ni lazima tukae kwenye mabaraza ya vijiji, ni lazima tukae kwenye baraza la madiwani, ni lazima tukae bungeni ili tuweze kushauri serikali kwa mfumo unaoeleweka. Huwezi kuishauri serikali nje ya serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mimi rai yangu, tunataka uchaguzi na tuko tayari kushiriki uchaguzi. Na hatuko tayari kuungana na mtu ambaye anataka kupindua nchi hii. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa wapi? Mheshimiwa Ole Sendeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri sana wa Mheshimiwa mbunge, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila ya nidhamu ni fujo. Kinachoendelea hivi sasa ni sheria inazingatiwa kwa kuweka mipango kwa wapa wa Tanzania fursa ya kutumia haki yao ya kuchagua. Ni dhahiri kabisa kwamba mbunge alichokizungumza hapa ameonyesha kabisa kwamba Yesu Kristo alisema atakayenionea haya mbele za watu nami nitamuonea haya mbele za Baba yangu. Hakujali itikadi, hakujali jambo lolote. Amemsifia Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na rekodi iliyotukuka aliyoionyesha. Dunia inajua, Tanzania inajua, wapinzani wanajua. Asante. Mheshimiwa Salome Makamba, unapokea taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hiyo taarifa naipokea. Kazi namba moja ya chama cha siasa ni kushika dola. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye vyombo vya habari. Huwezi kushika dola kwa kwenda kwenye mikutano, kwenda kuwaambia watu wafanye uasi na uhaini. Unashika dola kwa kushiriki chaguzi huru na za haki. Unashika dola kwa kuhamasisha watu waende kupiga kura. Unashika dola kwa kuwa na ushawishi kwa vyombo vinavyotoa maamuzi ndani ya nchi hii. Na kwa kufanya hivyo ndiyo njia sahihi ya kueleza yale ambayo unatamani yafanyike ndani ya nchi yako. Na tofauti na hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kinyume na katiba na ni uasi na ni uhaini kwenye nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Jana amekamatwa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, amekamatwa Ruvuma. Tungependa serikali, kwa kuwa yule ni kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani, taarifa za kukamatwa kwake na sababu ziwekwe hadharani, wa Tanzania wazijue na haki itendeke kama Mtanzania mmoja. Taarifa Mheshimiwa. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa Mheshimiwa mdogo wangu Kenan, mbunge wa Nkasi. Kwa kweli ningekuwa mimi nafasi yako, nisingesimama kumsemea kiongozi asiye na heshima kama yule. Nisingethubutu. Kiongozi huyo nawe muite wewe ni kiongozi, mimi nimemshangaa. Yaani badala ya kuongea na wananchi mambo ya msingi, ameenda kupeleka matusi na kuwadharau wananchi wa Nyasa kwa kuwasemea matusi ya viongozi wao. Akome kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Aida Kenan, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Manyanya. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niendelee. Endelea na mchango wako. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengi yaliyofanyika na serikali, nina ushauri kwenye mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana, mwaka juzi tumezungumza juu ya usafiri wa ziwa Tanganyika. Tumelisema kwa kina kwenye vitabu tunasomwa kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziwa Tanganyika, uwekezaji ambao serikali imeweka kwenye bandari, hakukuwa na sababu leo tuzungumzie ukosefu wa usafiri wa uhakika wa ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawezaje kuwekeza bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari ya Kipili, bandari ya Kalema, alafu usafiri haupo kwenye ziwa Tanganyika? Tulitaka kuachivu nini kwenye hizo fedha tulizowekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri wangu, MV Liemba ni meli ambayo imeharibika muda mrefu sana. MV Mongozo, sababu zake ukiziona, hakukuwa na sababu ya kukaa zaidi ya miaka 8. Leo tulitegemea wananchi wa mkoa wa Rukwa kwenye hotuba yako ambayo inatoa mwelekeo wa nchi, tujue sisi wana Rukwa ambao tunaamini uchumi wetu unatokana na mazao tunayorima ikiwemo mpunga na mahindi. Watu wa Kongo wanategemea mazao kutoka Tanzania. Tunasafirisha kwa njia gani? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo kumekuwa na changamoto kubwa. Kila siku tunapoteza ndugu zetu kwa usafiri usiokuwa rasmi. Tunawezaje kupeleka meli mpya, iwe ni 2 au 3 kwenye ziwa moja, wakati ziwa Tanganyika ambalo tungewekeza kwa kina ingesaidia uchumi wa mkoa lakini uchumi wa taifa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kutueleza habari tu ya ukarabati kuchukua muda wote huu, naamini wanarukwa hatujatendewa haki. Na tumechoka kulia. Je, wananchi wetu kunani kupoteza maisha, biashara wanazozifanya kwa usafiri wanaotumia? Natamani kwenye hitimisho lako utueleze wanarukwa Kigoma na Katavi hatima ya usafiri wa uhakika wa ziwa Tanganyika. Meli mpya ni lini tutapata, lakini hizo za ukarabati tu ni lini zitakamilika ili tuweze kuinua uchumi wetu wa mkoa wa Rukwa? Jambo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la uanzishwaji wa mamlaka za kiutawala. Ili jambo imekuwa kama favor hivi. Ili liko kwa mujibu wa sheria. Nimelisema leo wakati naulizwa swali Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimesema hivi, tume kutoka TAMISEMI 2013 ilifika Nkansi. Wakaangalia vile vigezo vyao vyote 13. Wakasema tumekizi vigezo. Nini kinatokea leo? Paka nazungumza mara kadhaa. Wananchi wa mamlaka mji mdogo na Manyele upande wa TANESCO badala ya kulipa 27,000 wameingizwa wanalipa 320,000. Kwa nini? TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Kwa hiyo huku wanahukumiwa wakati huku mmeshindwa kutimiza wajibu wenu. Kwa nini tunawatia kwenye maisha magumu bila sababu? Ndio maana nasema kama tunasema bado tunaendeleza yale maeneo tulianzisha huko nyuma, tufute kwanza hizi mamlaka mpaka tutakapojiandaa. Wasiendelee kuhukumiwa kwenye hili jambo. Ukiwaangalia maisha yao ni ya kawaida, lakini TANESCO wanatumia sheria ya mipango miji. Na hili eneo sio na Manyele tu. Niwaombe serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishaleta mpaka kwako document ikiwa imekamilika. Tume mlizoziandaa zimekuja kule. Kama hatujaamua leo kutoa halmashauri ya mji wa Manyele, tukafute ile mamlaka mji mdogo waendelee kuishi kama zamani, ili tuache kuimba huu wimbo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza haya, pamoja na kwamba lipo kisheria, nakubaliana kwamba kuna maeneo ambayo lazima waendeleze au majukumu mengine ya kimaendeleo. Sasa kama ndivyo, kipaumbele chetu ni nini kama taifa? Hebu afikiri, mkoa wa Rukwa toka mwaka 1984, kaangalieni halmashauri ziko ngapi? Mbona wengine wana halmashauri nyingi alafu na nini chache? Mikoa mingine mnaionaje? Tunaamini kuanzisha hizi mamlaka ni kupeleka huduma kwa Watanzania. Sasa kama kuna shida imejitokeza hivi karibuni, kwanza sheria yenyewe ile tuibadilishe ili tujue kwamba saa hizi kuongeza maeneo ya kiutawala ni favor au mtu amue tu kwamba inakaaje. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine, natambua jitihada za serikali upande wa kilimo.
na eneo hili limefanya vizuri sana kwa kuongeza bajeti, lakini hata utendaji wake. Leo wakulima baada ya kuweka ruzuku kwenye mbolea wameongeza tija sasa kilimo chao. Nataka kushauri jambo moja hapa. Mwaka jana wakati amekuja Mheshimiwa Rais kwenye jimbo langu, alisimama kama kiongozi wa nchi na kusikiliza kilio cha wananchi. Nikamweleza juu ya changamoto ya bei, aliongeza bei pale. Sasa hatuwezi kuwa tunasubiri mpaka aje kiongozi ndio tuzungumze changamoto ya bei. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unajua kila mwaka lazima tuje kwako. Kuna changamoto ya bei ya mahindi. Sasa waziri wako wa kilimo anafanya kazi nzuri. Mbolea imekwenda, watu wamezalisha. Tunachotaka ni uhakika wa masoko ya wananchi wetu. Na sasa tunaenda kwenye msimu wa mavuno. Mvua zinaendelea. Kwa hiyo mazao yataharibikia shambani. Ni wajibu wa serikali kuona namna gani na kwenda kumkomboa mkulima kama ilivyodhamiria kwa kuweka ruzuku kwenye mbolea.